katika miaka 5 na zaidi iliyopita, serikali imekuwa ikitekeleza mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, Mkumbi 1, ulioanza kutekelezwa mwaka 2018 mpaka sasa, na tulishaonyesha kwa nyuma mafanikio ambayo yalipatikana na changamoto zake. Kama sehemu ya kutekeleza au kama sehemu ya maandalizi ya utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo mwaka 2050, ambao imeweka mkazo mkubwa katika eneo la kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, serikali iliona ni muhimu tuandae Mkumbi wa 2, kwa maana ya kupitia upya mazingira ya biashara yalivyo sasa, mafanikio yake, changamoto zake, na kuweza kuleta mapendekezo katika miaka mingi ijayo, mambo gani tuyabebe na tuyabakishe ambayo tunayo kwa sasa, mambo gani tuyabadilishe, na namna ya kwenda mbele. Kwa timu yetu sasa imeshamaliza zoezi la tunaitaga la kwenye dawati, kwa maana ya kufanya uchambuzi mazingira yalivyo kwa sasa kutokana na literature. Hatua inayofuata sasa baada ya hili ni kwenda kuonana na wadau wa biashara na uwekezaji, kwenda kuzungumza nao, kupata maoni yao, kupata mapendekezo yao, ni mambo yapi ambayo tunapaswa kuyazingatia ili biashara Tanzania ziendelee kukua, ili uwekezaji wa ndani na kutoka nje uendelee kukua. Mambo gani tuyazingatie? Sasa hilo ni eneo ambalo linafuata kwa sasa, na wanaondoka hawa kwenda katika mikoa 16 ambayo imegawanyika katika kanda mbalimbali, huko Arusha, Dodoma, Mwanza, Kigoma, Mtwara, Dar es Salaam na maeneo mengine mengi, lakini jumla mikoa 16, na kupitia vituo hivi mikoa yote itashiriki katika kutoa maoni yao katika kuhakikisha kwamba tunapata maoni ya wafanyabiashara wenyewe, kupata maoni ya wawekezaji wenyewe, wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa nje, wawekezaji wanaofanya uwekezaji mdogo na uwekezaji mkubwa, wafanyabiashara wanaofanya biashara ndogo na wanaofanya biashara kubwa, lakini pia hata wananchi wa kawaida, pamoja na wafanyakazi wanaofanya kazi katika sekta binafsi na katika sekta ya umma. Lengo lazima ni kuhakikisha kwamba tunapata maoni mapana kama tulivyofanya katika dira, ili mkakati utakaoandaliwa uweze kujibu matarajio na matamanio ya wafanyabiashara na wawekezaji waliopo hapa nje, lakini hapa ndani, lakini pia tuweze kutumia nafasi hiyo kuvuta zaidi wawekezaji kutoka nje katika kuelekea miaka 25 ya utekelezaji wa dira yetu mpya. Dunia inaenda kasi katika swala zima la uchumi. Kuna biashara mpya ambazo zimeibuka wakati huu, na zenyewe sasa hivi tunazizingatia kuziwekea kwenda kuwauliza wadau jinsi ya kitakavyowasaidia serikali itakavyosaidia kuwaboreshea mazingira. Kwa mfano, sasa hivi ziko biashara hizi ndogo zinaitwa startups, au kuna watu wanaitwa angel investors. Kuna biashara hizi zote za mtandao. Wakati ule wa mpango uliokuwa unaendelea, kwa kweli hazikuzingatiwa sana, lakini ukweli mwingine ni kwamba sasa hivi hii biashara ndogo ndogo hizi kina mama ntilie na zote hizi ndogo, ukijumuisha watu wangapi wanashughulika nazo, ni watu wengi sana. Kwa hiyo wenyewe tutawajumuisha kuwauliza ni jinsi gani wanadhani mazingira yao ya kufanya biashara yaboreke.